Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena. Jina la katibu wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, itikadi, uenezi na mafunzo, Kenani Kihongozi, limeendelea kuchukua nafasi kubwa na kugonga vichwa vya habari katika mitandao mbalimbali ya kijamii kufuatia kuibuka kwa mijadala inayohusu uwezekano wa kuondolewa kwake madarakani. Viongozi wakuu wa chama kikuu cha upinzani nchini Chadema wameelezea kuwa taarifa kutoka ndani ya mifumo vya serikali zinaonyesha uwezekano wa kiongozi huyo kutolewa katika nafasi yake kwa madai ya kushindwa kukitekeleza kiti chake hicho kikubwa cha ushawishi na uenezi wa sera za chama tawala. Mjadala huu umeshika kasi baada ya viongozi hao kuweka wazi mienendo inayotafsiriwa kama ishara ya kiongozi huyo kupoteza mwelekeo wa kisiasa mbele ya mamlaka yake ya uteuzi. Sakata hili lilianza baada ya mkurugenzi wa mawasiliano wa Chadema Brenda Rupia kuweka wazi ujumbe ulioambatana na nukuu ya kauli ya hivi karibuni ya mwenezi huyo, ambapo alidai kuwa CCM ina taarifa za kuaminika kwamba upinzani umepanga kufanya vurugu kubwa nchini ili kuwafuruga amani ya nchi. Katika majibu yake, mkurugenzi huyo wa mawasiliano alihoji iwapo chama tawala kimeishiwa kabisa na ajenda au sera mbadala ya kuwauzia wananchi badala ya kukoma na jina la chama chao cha upinzani kila uchao kwenye mikutano yao ya kisiasa. Brenda Rupia aliongeza kuwa viongozi waliopita katika kiti hicho walikuwa na kiburi kikubwa, lakini kwa sasa wameondolewa na hawapo tena katika nafasi hiyo ya juu, kauli ambayo wafuatiliaji wengi wa siasa wameitafsiri kuwa ilikuwa ikimrejea kwa fumbo aliyekuwa mwenezi wa zamani Humphrey Polepole, ambaye naye aliondolewa baada ya mivutano ya ndani. Mvutano huo wa maneno umepandisha joto la kisiasa kufuatia kauli rasmi ya mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Godbless Lema, ambaye vilevile ameeleza kuwa ana taarifa za uhakika kutoka ndani ya vikao zinazoonyesha kwa nafasi ya kiongozi huyo ni lazima na si salama hata kiongozi hata kidogo katika mabadiliko makubwa ya muundo yanayotarajiwa kufanyika hivi karibuni ndani ya chama tawala. Kiongozi huyo wa upinzani ameifafanua kuwa hatua za msemaji huyo wa chama tawala kugeuza chama cha upinzani na viongozi wake kuwa ajenda yake kuu ya kila siku ni mkakati wa makusudi wa kutafuta ushawishi na kujihami kisiasa mbele ya viongozi wake wakuu wa kitaifa. Godbless Lema alidai kuwa mwenezi huyo anajua nafasi yake ipo shakani na kwamba anatumia kelele za kuwashambulia wapinzani ili kufunika mapungufu makubwa ya kiutendaji na ukosefu wa hoja dhabiti uliobainika katika idara yake ya uenezi tangu aliposhika wadhifa huo wa kitaifa. Hali hii inatajwa kuwa ni kampeni kubwa ya kiongozi huyo kupigania ubaki wake madarakani kutokana na presha kubwa inayotokana na mabadiliko ya mbinu ya kisiasa nchini zinazohitaji hoja za kisera kuliko propaganda za kizamani. Madai haya ya wapinzani yamepokelewa kwa hisia tofauti na wananchi, ambao wengi wanaona kuwa malumbano haya yanadhihirisha jinsi jina la mwanasiasa huyo lilivyo katikati ya dhoruba ya kisiasa inayoweza kubadili upepo wa uongozi kuelekea uchaguzi ujao. Kuibuka kwa taarifa hizi kuna lazimisha idara za propaganda za vyama vyote viwili kuingia katika hatua mpya ya kujihami na kushambulia, huku kiti cha uenezi za chama CCM kikionekana kuwa na msisitizo wa kipekee kwa sababu ndicho kinachobeba taswira na mwelekeo wa chama hicho mbele ya umma na ya Watanzania.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini wanaona kuwa mabadiliko hayo yatakayotajwa yanaweza kuleta athari kubwa katika miundo ya uongozi wa chama tawala, hasa ikizingatiwa kuwa mwenyekiti wa chama hicho Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa akifanya mabadiliko ya mara kwa mara ili kuongeza ufanisi katika serikali na chama. Shinikizo hili jipya kutoka kwa viongozi wa upinzani linatazamwa kuwa mbinu ya kudhoofisha nguvu ya msemaji mkuu wa chama cha tawala, chama cha CCM, na kuonyesha kuwa ana uwezo wa kukabiliana na hoja za upinzani zinazohusu changamoto za kiuchumi na kijamii nchini. Mzozo huu unadhihirisha kuwa vita vya maneno na propaganda katika mifumo ya kidijitali vimekuwa silaha kubwa, ambapo udhaifu wowote wa kiongozi unajadiliwa kwa upana na kuwa ajenda ya kitaifa. Mfululizo huu wa matukio na kauli kali unalazimisha kuwepo kwa utulivu wa kimkakati ndani ya chama tawala ili kudhibiti uvunjaji wa taarifa na kuzuia madai ya upinzani kuonekana kuwa na ukweli mbele ya jamii inayofuatilia kwa karibu. Katika mazingira ya sasa, ukweli wa madai hayo bado unasubiri hatua rasmi zitakazochukuliwa na uongozi wa juu wa CCM, kwani maamuzi yote ya uteuzi na utumbuzi yanabaki kuwa siri ya mamlaka kuu ya chama. Hali hii inaendelea kuweka mazingira haya ya sintofahamu kubwa katika ulingo wa kisiasa nchini Tanzania, ambapo kila upande unajaribu kutumia fursa hiyo kujitengenezea mazingira mazuri ya kisiasa, huku mijadala ikizidi kupamba moto kuhusu mustakabali wa uongozi wa vijana ama kijana huyu aliyebeba dhamana kubwa ya kusemea chama tawala. Ukiacha malumbano ya viongozi wa vyama, wananchi wengi kwenye mitandao ya kijamii wanaonyesha mtazamo kuwa umefika wakati wa vyama vyote viwili kujikita katika kujadili kero halisi za wananchi kama vile tozo, kupanda kwa bei ya nishati na mifumo ya utoaji haki, badala ya kupoteza muda katika malumbano ya nani atabaki au kuondolewa madarakani. Shinikizo hili la umma linaweka changamoto nyingine kwa idara ya uenezi ya CCM inayotakiwa kubadili mbinu na kuanza kuelezea utekelezaji wa ilani na utatuzi wa changamoto za kijamii badala ya kujibu mashambulizi ya Chadema. Hali hii inaleta picha ya wazi kuwa upepo wa siasa nchini unahitaji uelewa mkubwa wa mawasiliano ili kuweza kushawishi jamii ambayo imeanza kuonyesha uchovu wa propaganda za kisiasa zisizo na mawajibu ya matatizo yao ya kila siku. Mwelekeo huu mpya wa kisiasa unalazimu kuwepo kwa tathmini ya kina ndani ya CCM ili kuona kama mbinu zinazotumiwa sasa na katibu wa uenezi zinakisaidia chama hicho kukabiliana na changamoto zake au zinazidi kukiongeza maadui na malalamiko miongoni mwa wapiga kura. Hatua ya Godbless Lema na Brenda Rupia kuelekeza mashambulizi yao moja kwa moja kwa kiongozi huyo inaonyesha kuwa wameshatambua udhaifu wa kimkakati na wanajaribu kushinikiza uongozi wa juu wa chama tawala kufanya maamuzi magumu yatakayovuruga utulivu wa ndani ya CCM.